Sasa parapanda italia hiyo, na ile parapanda ikilia sasa, Biblia haituambii mwaka, mwezi wala tarehe. Inasema tu malaika watapiga parapanda. Sasa naomba niangalie vizuri, naomba nikusaidie. Kuna watu Ukristo wenu ni Ukristo wa hohehae. Ukienda kulala uombi, ukiamka asubuhi uombi. Wewe unachoanza nacho ni simu yako na kuanza kudai madeni na kwenda kwenye biashara. Habari ya Mungu unakuja kuikumbuka mpaka mchungaji akupigie simu. Ukweli ni kwamba wewe parapanda ikilia hutaisikia. Kuna Wakristo wale ambao hawaombi Mungu kabisa. Yaani wao si nisemeje, yaani si nitafute lugha gani. Yaani hata kiji Jumapili kama leo tusema tuombe, haombi. Anaangalia tu hivi. Yaani kichwa chake mchungaji aniombee tu hiki kichomi kitoke. Mchungaji aniombee tu nilipe mshahara wangu. Yaani mchungaji aniombee tu niolewe. Yaani yeye anachojua ni mchungaji ashughulike, yeye hashughuliki na chochote. Wakristo aina hii hawatanyakuliwa kwa sababu hawajaunganishwa na Mungu. Na mko wengi hapa, hata tukiwaambia leo asubuhi umeomba dakika ngapi, yaani wewe parapanda kilia hata leo, nina wasiwasi na unyakuo wako, kwa sababu kiroho chako kinatia mashaka. Na parapanda haitakuja kwa kujua kwamba labda ingekuwa Mungu ndiye atatuambia kila mchungaji unyakue watu wako, isingekuacha. Sababu ningekumbuka ile chai ulionipa na mandazi, ningekufuata njoo twende. Lakini ya fursa tujapewa ni Yesu mwenyewe. Hebu sema Yesu mwenyewe. Sasa hiyo ni mahusiano yako na nani? Na Yesu. Yaani una mambo gani uliyomfanyia Yesu kiasi kwamba anaweza asikuache? Yaani wewe yaani Yesu unamdai nini mpaka asikuache? Hello? Tuangaliane tu. Yaani wewe kwa Yesu umeshafanya kitu gani ambacho kinaweza kumfanyisha Yesu yaani aone katika watu bilioni 7 duniani, bilioni 7 duniani, na wewe asikuache? Ina mikono juu. Unaona hata tukiimba kawimbo kakumwimbia Yesu sauti yako haisikikagi. Sasa wewe Yesu atakunyakua kwenye sababu zipi? Ina mikono vizuri. Sema Bwana Yesu, leo najiunganisha na wewe. Nataka wewe na mimi tuwe damu. Nisaidie Bwana katika mawazo yangu na matendo yangu, wewe uwemo, ili parapanda ikilia nisiachwe. Mpigie Bwana makofi. Sasa inatakiwa upige makofi ambayo hata yamshawishi. Petro aliguswa na malaika gerezani, akashituka. Tena Petro anasema akadhani anaota, alidhani anaota. Petro hakujua kwamba malaika atamfuata. Alimfuata akamwambia, wewe twende nifuate. Akamfuata. Akapita askari wa kwanza. Petro anashangaa majamaa hata yashituke tunapita hivyo. Wakapita lindo la pili. Petro anafuata tu nyuma. Kwa na unajua Mungu ni tajiri, atatuma malaika kila alipo muumini kuja kumchukua. Twende. Wewe Sara kuja. Mariamu pita hapa. Sasa umelala wawili, mmoja atatwaliwa, mimi nataachwa. Kuna yale majamaa yaombagi, hata kama unakuta ni Manueli na mke wake. Mke ndiye anaomba, baba tusaidie Yesu. Mwanaume kelele. Pigia kelele tu hapa. Hivi huyo Mungu wenu mpaka mpige kelele ndasikie. Omba pole pole. Mwanamke anapunguza sauti, papa katika jina la Yesu Mungu wewe katika kazi ya leo. Bado unapiga kelele wewe.
Sema amen. Jawabu, mke wako akiupigia kelele unavumilia? Watu wataamka kama watanyakuliwa mchana utawaona, iwe usiku utawaona, kwa sababu watapotea tu. Yani watayeyuka tu hapo hapo. Yani ulikuwa naye hapa hapa anapotelea tu hapo, hutajua amepitia wapi. Kwa kama ulizaa watoto 5 na watu wameokoka, wewe mama hujaokoka, utabaki wewe. Yani wao watoto wako watapotea pia. Unaanza kuita jamani, Ramso wapi? Hamna. Wakati unatafuta kwa jana wako mnagongana njiani. Bindi zangu 3 wameenda. Wako wapi? Hamna, walikuwa hapo wanaosha vyombo, wameacha vyombo. Wakati unatoka kwa jirani, mtoto wetu umebaki pikipiki, hatumuoni. Wameyayuka. Hafu yale makristo majinga jinga, mazezeta yasiyo sali, mapumbavu. Lazima nikukazie, mimi sikubembelezi. Ulifikiri nakubembeleza? Mimi sibembelezeki. Kile Kristo lolote ambalo aliombaki Mungu jinga lizezeta la kiroho yatabaki. Yale mazinzi yale nayo ibaga fungu la 10 yatabaki. Na fungu lenu la 10 mle mshibe. Utashangaa bila shangazi. Ina mikono. Mimi hapa naweza kuambia huyu atanyakuliwa, huyu hamna, huyu naweza kuwaona wote hapa. Macho yangu ya roho mimi najua. Au ni wataje sasa hivi, mtakao baki maanze kujijua mapema. Ina mikono. Ina mikono. Sema Bwana Yesu nisaidie. Parapanda ikilia, nakataa kuachwa. Kaza sauti. Kaza sauti, malaika wasikie. Baba ni rehemu. Hiyo siku ya parapanda nisikie vizuri, na mimi nipotee pamoja na wengine. Mpe Bwana makofi ya kumshawishi. Itafanya nini? Yani kutakuwa na mchanganyiko ambao haueleweki. Yani hakuna atakayeelewa kilichotokea, kwa sababu watu watapotea. Utakuta, unajua kanisani sio wote wameokoka. Kanisani wasindikizaji ndio wengi. Kwa wale wasindikizaji watakuja kama Jumapili asema twende ibada, mnajikuta peke yenu. Hakuna cha mzee wa kanisa wala mchungaji wala nani. Wale watumishi wote walishakajiendea. Mtakutana vichwa vizito hapo. Wale msioimba hata paambio ndio mnagongana na sura ngumu. Ndio mnaulizana kumekwendaje? Hivi wewe una habari kwamba hata pasta hapatikani, simu zake zote na mke wake, yani hakuna. Sasa tumefanyaje? Kwa nini kimetokea? Au kuna unyako? Hata hatuelewi. Labda ungetangaza redioni. Yani mnaulizana, mnagongana tu ndani vichwa vizito. Hapo hakuna uwepo wa Mungu. Maana wote ni waliokaukiwa. Hapo ndio mnasema hebu tujaribu hata kuimba. Wewe unajua wimbo gani? Mama mimi sijui wimbo. Wewe labda cha kutumaini sina, na wenyewe najua maneno machache. Cha kutumaini. Hivyo amalizaje pale kweli? Na mimi sijui. Sasa kuna mtu tunaimba yenyewe amenyamaza tu hivi. Yaani yenyewe tunayaimbia. Sasa siku hiyo tabaki yenyewe yaimbe sasa yenyewe. Utafunga bila kupenda siku hiyo. Utajaribu kula ugali hautaenda, kwa sababu wewe utashituka. Yani utapata ile wanaita mshituko. Hii sio kawaida. Hebu tafuta BBC. Unafungua BBC ndio unasikia. Hii ni taarifa habari kutoka BBC London. Afrika. Taarifa zimezagaa Afrika nzima, watu wapatao milioni 700 hawajulikani waliko. Msemaji wa Tanzania anasema asilimia kubwa wale watu wenye imani za kirokole wamepotea. Na hasa wachungaji wao haonekani. Ndio unasikia sasa, nimeachwa jamani, nimeachwa. Umeachwa. Wewe ulikuwa unafikiri ni mzaha. Umeachwa wewe. Utaachwa. Kwani ukiachwa nini? Kwani ukiachwa dunia inatoboka, utaachwa ndio.
Si ulikuwa hutaki mikesha? Si hutaki kufunga? Si hutaki kutoa hata fungu la 10? Si ulikuwa mjanja, kumbe ujanja wako ni ujanja mtoto. Inua mikono juu na utoe sauti, huenda Mungu akusaidie. Sema, Baba nisaidie. Parapanda ikilia nisiachwe. Iyo aibu Baba niepushe nayo. Baba niepushe na hiyo aibu kwa jina la Yesu aliye hai. Piga makofi ya kumshawishi Yesu Kristo. Umekuja akafanya jambo, anafikiria mwaka mzima baada anaanza kwenda kanisani, mwaka hajaenda, anapanga tu. Wamama anakurupukaga tu, anaenda. Hata kuta mama alikuwa anasonga ugali, katapotelea hapo karibu na sifuria. Wewe ulikuwa unangojea ugali, utakuta mwiko ndani ya ugali. Ugali tu unakupigia taarifa kwamba huyu ameenda. Mtu ameenda. Sasa unajua ukali wa wanaume, anaanzia kuita kiwa ndani. Wewe mama Zena, hivyo ugali uleti. Suaisha hapa. Unaita, kumbe mtu ashapotea. Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, inabidi umfuate jikoni na hasira. Nile unapika maana wewe. Unakutana na sifuria tu na ugali uko jikoni unaungua. Hivi ameenda wapi? Mbea wanawake atakuwa ameenda kwa jirani. Tunatoka kwenda kwa jirani kumtafuta. Unakuta jirani naye anatafuta wakake kwako. Unakutana njiani. Hujaniona mke wangu huko. Na anasema wangu. Kwani ameenda wapi? Hata mimi wa kwangu simuone. Sema, Yesu nisaidie. Mbona uongee? Sema, Yesu nisaidie. Sasa hapo ndo itakapoanzia yani itaanzia shida hapo. Na unajua watu ndio nguvu kazi, watu ndio wafanya kazi. Kwa watu akiondoka, dunia pia haitaenda vizuri. Kwa sababu unakuta kuna waendesha familia, amenyakuliwa, mnaendaje? Walizoea kuhemelewa, ndio kaondoka muhemeaji. Adhabu ya kwanza ni kuanza kuendesha maisha wewe sasa. Utakula kwa nani? Kwa sababu ulizoea kuna mtu anapokea mshahara analeta, mnakula. Wewe kazi yako ni kula kama mtu wa Kigoma. Kazi ufanyi. Sasa utabaki wewe sasa, ameshapotea. Kwanza umeachwa, pili njaa inakunyoosha. Kwa sababu kuna watu akiondoka naoka riziki zake. Ameenda sasa. Utakuja ukuta kijua cha bodaboda, walikuwa bodaboda 30, 25 wameenda, baki 5. Kwa huduma bodaboda itapotea. Madereva haisi wameenda, kwa haisi nyingi zitapaki, hakuna kuziendesha. Mitambo ya umeme waliokuwa wanafanya kwa umeme wameokoka, watanyakuliwa, mitambo itaenda. Mitambo ya wizara ya maji, mitambo ya maji aliyokuwa anaendesha ile mitambo anaifunga na kuifungua, anaruhusu maji, amenyakuliwa, maji yatapotea. Aliyekuwa anaendesha kanisa ameondoka, kanisa halitaenda. Alikuwa waziri ameenda, wizara itabaki haina waziri. Kwa watu watapotea, dunia ita confuse, dunia itaingia kuchanganyikiwa, huduma nyingi zitapotea kwa sababu waliokuwa wanafanya wameenda. Kwa kutakuwa na kilio mara mbili. Na watakaoachwa ni wale wasiojua kulipa fungu la 10, ni wale wasiojua kutoa muda wa kuomba, hawafungi. Yani wao ni wasindikiza wengine, yani wao ni watu wa mambo ya mwilini. Ndio maana Paulo anasema hivi, nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa mbinguni. Kuna watu hao wako kimwili tu. Yani yeye hata macho kanisani hafumbi, hajui hata kuimba, hajui hata kuomba. Yeye ni mtu ambaye ni dhambi zake tu amezificha, anajua namna kuzivalia nguo, halafu anaenda kusali. Inua mikono juu kwa sauti kubwa, sema, Bwana Yesu nisamehe dhambi zangu. Inua mikono, sema, kila dhambi iliyofichika ndani yangu leo naomba iondoe, maana sitaki kuachwa. Kaza ulimi, sema, nakataa kuachwa. Naona sauti yako haitoki, sema, nakataa kuachwa. Wateule watakaponyakuliwa, Baba nisaidie na mimi ninyakuliwe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Piga makofi ya kumwomba Yesu akunyakue.
ameondoka huyo. Kwa utakuta makaburi yalikuwa makubwa 5,000, makaburi 4,500 yote yamefumuka. Mabaki makaburi 500 ya wenye dhambi waliozikwa bila Yesu. Kwa taarifa zitatembea duniani. Kuna taarifa inasikika kwamba makaburi mengi yamefumuka. Radio zinatangaza. Hii ni taarifa ya habari kutoka Radio Tanzania, Dar es Salaam, Mwanza. Zaidi ya makaburi 300,000 yamefumuka na kuachwa wazi, huku kukiwa na mshangao, hawa marehemu wamekwenda wapi? Mwandishi wetu kutoka Mwanza anaripoti. Unamsikia wa Mwanza. Baada ya kutembea makaburi ya Kitangiri, tukaenda Nyashana, tumekuta kote makaburi yamekuwa wazi. Kwa hiyo bado tunachunguza kilichotokea, lakini kuna imani ya Kikristo inadai kwamba yule Yesu atanyakua watu. Kuna habari zinasemekana amefufuliwa, ameenda. Ndio na wale hata tunasikia sasa. Hii habari moja inanichanganya. Ati hawa redio nao warudiani. Ngoja nisubirie taarifa ya saa 2. Umeachwa, wenzako wako juu, wewe umeachwa, ulizembea, na ikitoka imetoka, haina reverse. Wakati tunasubiria taarifa ya saa 2, hiyo saa 8, saa 9 unakuja kuta na taarifa kuna gari imeachwa barabarani sehemu fulani. Yani aliyekuwa anaendesha dereva amepotea ghafla, akatelekeza gari barabarani katikati. Maana Yesu hata kuruhusu yetu kapaki pembeni na wewe ni wakunyakuliwa, utaliacha hapo hapo katikati ya njia. Unapotea, linabaki hapo. Wanaokuja nyuma ni bebe. Huyu mpumbavu mbona hatoki kwenye gari hivi yumo? Kuja kuangalia hivi ni steering, hakuna mtu kishaondoka. Pigia polisi wapeleke pembeni. Wanampigia polisi ambaye anashughulika na vieko, naye simu haipatikani, wana naye ameyaguliwa. Maana kila kitengo watu wataondoka. Dunia itatoa macho. Wakati huo mimi na mimi nimeenda. Wewe sasa ndio sijui ya kwako. Ni ya kwako sijui. Hebu shika mkono jirani yako. Mshike mkono tu. Sikiliza hilo joto linakwenda mbinguni au linakubaki duniani. Shika tu mkono usikilize, unasikia nini? Unasikia joto linakwenda au linakubaki? Hebu mwangalie usone, muulize utaenda au utabaki mwenzetu? Anasema atabaki tu. Ina mikono juu. Juu sana. Sema, Baba naomba unishike mkono. Parapanda itakapolia. Yesu wa rehema, naomba ukanirehemu nisiachwe. Ongea kwa sauti. Ongeza sauti yako. Sema, Baba, kuanzia leo naacha dhambi zote. Mpe Bwana makofi ya kumwomba asikuache. Piga mikono vizuri.